Chadema kanda ya kati ina taarifa na ushahidi wa awali unaojumuisha vielelezo vya picha, video na mawasiliano ambao ni sambamba na miamala iliyotumwa kutoka kwa hawa wanachama wa chama cha kikaragosi kwenda kwa wanachadema. Wako wanachadema wengi ambao wamepokea fedha na ushahidi huo tutauweka hadharani, lakini kwa sasa tumeweza kwenda kukabidhi vielelezo kwa mwanasheria mkuu wa chama ili waweze kupitia kwa ajili ya hatua nyingine za kisheria. Kwa maana hiyo, ushahidi tunao mezani wa mawasiliano kwa maana ya namba zinazotumika kuwapigia Watanzania, hususan viongozi wa majimbo ya ndani ya kanda hii, hasa mkoa wa Morogoro. Wengine wamepokea fedha na hawajaitika wito. Na kinachosikitisha, waandishi wa habari, hili naomba mliweke bayana, hawa watu hawaongelei kwao. Hawa watu wanatumiwa nauli, wanaenda kuwekwa kwenye store huko Dar es Salaam. Wote wanarekodiwa kwenye eneo moja. Kwa hiyo ushahidi huo tumeupata baada ya kuwa kuna ambao wengi tu waliogoma kuitika kwenda huko, lakini walipewa location kwamba ukifika Dar es Salaam utapokelewa na utapelekwa mahali fulani. Na ushahidi mwingine mmeuona kwenye vyombo vya habari, ambaye tumemsimamisha juzi katibu wa chama mkoa wa Morogoro alipoongelea ni sambamba na alipoongelea na mwenyekiti wa wilaya ya Kilindi. Wanaamua kudhoofisha chama ambacho kinapigania haki za Watanzania, chama ambacho kimesimama na Watanzania kuhakikisha changamoto ambazo zinawaandama Watanzania zinatatuliwa, ikiwemo na uhuru wa kuchagua kiongozi wanayemtaka. Kwa bahati mbaya, kanda ya kati imeathirika na mwenendo huu. Kufikia sasa tuna viongozi wawili wa chama wamehusishwa na vitendo vinavyokiuka katiba. Kuna waandishi wa habari wengi mmenipigia simu, kwa sababu kanda yangu imekuwa ni sehemu ya kanda ambayo imeathirika, kwamba kwa nini mnachukua hatua, hususan pale hatua tuliyomchukulia katibu wa mkoa, kwamba kwa nini mmechukua hatua kwamba jieleze, chama chenu si mnajinasibu kwamba ni cha demokrasia. Ninawaambeni, niwaambie Watanzania, hakuna taasisi inayoendeshwa bila kuwa na katiba. Taasisi yoyote, hata vikoba, vikundi vya vikoba vinayo katiba. Chadema ina katiba hii hapa ambayo ni mwongozo wa shughuli zote, nidhamu na kila kitu. Chama chetu hakizuii mtu kutoa maoni. Naomba niwawekee bayana hii kitu. Chama chetu hakiwekei kinga kiongozi wa ngazi yoyote kwamba akikosea atetewe. Hapana. Hata sisi kanda ya kati tuko hapa si kwa sababu ya kutetea kile kinachoendelea, bali mimi kama mtendaji mkuu wa chama kanda ya kati ninakuja kuwaasa viongozi wenzangu, kama kuna jambo, niwakumbushe tu kwenye hii katiba, kwenye kipengele cha kanuni za maadili ya viongozi wa Chadema kinasema hivi, kuna kipengele kinasema hivi: kama kuna tuhuma zozote zilizopo kwa kiongozi, tunaruhusiwa kutoa maoni yetu au kuongea masuala ya tuhuma kwenye vikao vya ndani, sio kwenye vyombo vya habari. Kwa hiyo, kwa wale walioniuliza kwamba kwa nini mmempa barua ya kujieleza na kusimamishwa kwa kiongozi wa chama mkoa wa Morogoro, ni kwa sababu alikiuka katiba yetu. Katiba yetu inakataa kuongea masuala ambayo ni ya ndani ukayapeleka nje hadi uwe unaidhini kama inapaswa kuongea nje. Lakini shutuma imekatazwa kwenye katiba kwamba kama una shutuma dhidi ya kiongozi haupaswi kwenda kuisema nje, bali kwenye vikao, na chama ndio kitakachochukua hatua kuweza kutoa adhabu dhidi ya huyo mtu. Lakini katiba hii ya Chadema inakataa kukichafua chama au kushutumu chama, kukisema vibaya hadharani au kiongozi, kwa sababu haujachukua
haujafata ngazi za kusema ndani ya vikao. Kwa kiongozi wa ngazi yoyote akifanya kosa, unachukua maelezo au maandishi, unaambatanisha na vielelezo vya ushahidi, unapeleka ngazi husika. Wanachama au viongozi au wajumbe wa hicho kikao watamjadili huyo mtu. Itakapolazimika ataitwa, atajitetea. Ikionekana ana hatia, basi vitu vitabainika hadharani. Lakini kiongozi kama kiongozi au mwanachama kama mwanachama, katiba yetu imekataa kutoa shutuma hadharani. Chadema Kanda ya Kati inapenda kutoa msimamo wake kuhusu mwenendo wa kisiasa unaoendelea nchini na unaolenga kudhoofisha upinzani, kuvuruga umoja wa Chadema na kuwakatisha tamaa wa Tanzania wanaoendelea kupigania demokrasia, haki na utawala wa sheria. Ndugu wa Tanzania, pamekuwepo na mikakati mingi katika hili taifa. Hili swala linaloendelea ndani ya Chadema halitokani na wanachadema halisi. Limeasisiwa na watu ambao wana uchu wa madaraka. Lilianza kwenye taasisi za kidini. Mlimuona Father Kitime alivyokuwa anashambuliwa. Mliona Wakatoliki feki walivyojitokeza. Mliona pia walivyotumia propaganda ya rais kwa sababu ni Muislamu, kwamba Wakristo wanampinga. Hiyo yote mikakati ilifeli. Wakaja na mkakati sasa huu wa kumchafua kiongozi mkubwa aliyoko nje wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Ndugu wa Tanzania, katika kipindi hiki viongozi wa Chadema wameendelea kusimama kidete kutetea haki za wananchi na kusisitiza uwajibikaji kwa dola. Miongoni mwa viongozi hao waliosimama kidete, kwa sababu mwenyekiti wetu taifa yuko ndani, makamu mwenyekiti taifa amekuwa ni sehemu ya viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ambao wamesimama kidete kuhakikisha wanaongea hadharani kuwa maridhiano ya kweli hayawezi kujengwa kwa kuficha ukweli au kupuuza haki za waathirika, ukiukwaji wa haki za binadamu. Ndugu wa Tanzania, hichi kinachoendelea ni mazingaombwe tu ili waweze kupotosha. Na kama alivyoongea Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama Taifa kwamba lengo lao la hii mikakati ni kutugawanya na kututoa kwenye reli.